ya Roho Mtakatifu. Tumekuwa na somo linaloitwa imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Imani katika matumizi ya Roho Mtakatifu. Tulilianza somo letu tukaangalia maana ya imani, maana kadhaa, na siku ya pili na ya tatu tukaendelea mbele kwa kuangalia kipengele kinachoitwa faida za kumpokea Roho Mtakatifu katika imani. Na tukajifunza faida kubwa mbili, ambapo tukajifunza faida ya kwanza ni shetani atakuwa chini yako na sio juu yako kama Wakristo wengine. Lakini pia Mungu ni mwaminifu. Siku ya jana tukamalizia kwa kuiangalia faida ya pili, ambapo tukasema faida ya pili ni kwamba imani inakupa uhuru wa kumtumia Roho Mtakatifu katika kumwabudu Mungu bila kujihukumu na mapito yako ya nyuma. Leo siku ya 4 katika somo letu la imani katika kumtumia Roho Mtakatifu, tutaendelea mbele zaidi kwa kumalizia kwa kuangalia kipengele kinachoitwa tabia za imani katika kumtumia Roho Mtakatifu. Hichi ndio kipengele chetu tutakachojifunza siku ya leo, ambapo ni kipengele kilichoko ndani ya somo linaloitwa imani katika kumtumia Roho Mtakatifu. Kwa Kiingereza huwa wanaita subtopic, yani mada ndogo tutakayoiangalia leo inaitwa tabia za imani katika kumtumia Roho Mtakatifu. Tabia za imani katika kumtumia Roho Mtakatifu. Nikukumbushe malengo ya hili somo ni kukusaidia imani yako iweze kuongezeka katika kuishi maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tuombe. Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tazama majira haya tunaenda kuanza rasmi kujifunza neno lako la uzima. Tunaamini Roho Mtakatifu, uwepo wako, upako wako, nguvu zako na uweza wako viko mahali hapa. Tunakuomba Roho wa Mungu kasimame pamoja na sisi hata tunapoanza kujifunza hili neno. Kamsaidie kila mmoja kuweza kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Amen. Kipengele chetu cha leo kinaitwa tabia za imani katika kumtumia Roho Mtakatifu. Imani ina tabia kubwa mbili. Imani ya Roho Mtakatifu ina tabia kubwa mbili. Tabia ya kwanza, imani ina tabia ya kuongezeka. Tabia ya kwanza ya imani, imani ina tabia ya kuongezeka. Imani ina tabia ya kuongezeka. Sawa sawa na kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 5. Luka 17 mstari wa 5. Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 5. Imani ina tabia ya kuongezeka. Nitasoma. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Kwa mitume walipata nafasi ya kumwambia Yesu, tuongezee imani. Kwa nini walimwambia Yesu tuongezee imani? Ni kwa sababu imani ina tabia ya kuongezeka. Imani ingekuwa ni kitu ambacho hakiwezi kuongezeka, yani kiko pale pale, mitume wasingemwambia Bwana tuongezee imani. Ila walipata hiyo nafasi kwa sababu walijua imani ina uwezo wa kuongezeka. Kwa wakawa wametamani imani walio nayo iweze kuongezeka zaidi ya pale walipokuwa. Kwa kama Mungu akawaongezea mitume imani, ina maana hata siku ya leo anaweza akaongeza imani yangu, anaweza akaongeza na imani yako. Kutoka hapo ilipo ikaenda kiwango kingine cha juu zaidi. Amen, watu wa Mungu. Amen. Lakini tabia ya pili ya imani, tabia ya pili ya imani. Imani ina tabia ya kupungua. Imani ina tabia ya kupungua. Imani ina tabia ya kupungua. Sawa sawa na Mathayo sura ya 17 mstari wa 20. Mathayo 17:20. Mathayo 17:20 inasema namna hii. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Kwa Yesu anaongea haya maneno, anasema kwamba kwa sababu mna upungufu wa imani yenu. Kwa nini anaongelea neno upungufu wa imani? Ina maana imani pia ina uwezo wa kupungua. Kwa Mkristo usipokuwa makini, imani yako badala ya kuongezeka itakuwa inapungua kila siku.
inapungua, na jinsi inavyopungua ndivyo utakavyoendelea kufa kiroho taratibu katika maisha yako. Na ndio maana jambo moja la kuchunga katika maisha yako ya kumwabudu Mungu, hakikisha imani yako haipungui bali inaongezeka. Kwa sababu imani ina mambo mawili, hainaga tabia ya kukaa sehemu moja, iongezeke au ipungue. Kwa hiyo itategemeana na we maisha yako ulivyoamua kuyaweka. Jinsi unavyoishi ndio itakavyoamua kipi kitokee ndani yako, ni kuongezeka kwa imani au kupungua kwa imani. Ukitaka imani yako ikue katika kumtumia Roho Mtakatifu, lazima uishi kama mtu mwenye hali duni ya kimaisha, hata kama hauna hali duni ya kimaisha. Kwa sababu maskini wengi, yani watu wengi wenye hali ya umaskini, ndio watu wengi wenye imani kubwa. Watu wengi wenye hali ya umaskini wa kimaisha ndio watu wengi wenye imani kubwa. Huu ni utafiti wa kibiblia ambao ulisemwa kabisa katika neno la Mungu. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 5. Yakobo 2:5. Yakobo 2:5 inasema namna hii: ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Nisikilize hichi kitu. Hili ni swali ambalo limekuwa linawasumbua watu wengi, kwamba kwa nini watu wengi waliookoka au watu wengi wanaosali sana ni maskini. Hili ni swali ambalo liko kwenye mioyo ya watu wengi sana huko duniani. Na ndio maana baadhi ya watu wamekuwa wanasema swala la uokovu ni la watu maskini. Mtu mwenye akili timamu na tajiri hawezi kupokea wokovu, atapoteza muda. Hichi ni kitu cha kibiblia wapendwa. Neno la Mungu limeongea hapa kwenye Yakobo 2:5 kwamba Mungu aliwachagua maskini wawe matajiri wa imani. Amen. Kwa kumbe kuokoka ni kweli, sio uongo. Watu wengi maskini ndio waliookoka, sio uongo. Biblia ndio imeongea. Kama unabishi, angalia Biblia yako, Yakobo 2:5 kwamba Mungu aliwachagua maskini wa dunia ndio wawe matajiri wa imani. Na ndio maana mtu yoyote yule akitaka imani yake iongezeke, lazima akubali kujifanya maskini. Ukijifanya tajiri kwenye masuala ya kiroho, hautakuwa, utabaki hapo hapo. Hata kama una uwezo wa kifedha, una uwezo wa kimaisha, we sio maskini. Kubali kujifanya maskini ili imani yako ikue. Amen. Ingawa hapa duniani kila mtu hujiona maskini kwa sababu ya ile kauli ya kila mtu anasemaga sina hela, sina hela, sina hela. Lakini kiukweli unakuwa nazo, ni vile tu amnaga mtu ambaye anasema mimi nina hela, mimi nina hela. Sasa tuangalie muda huu maana ya maskini. Tujifunze maskini ni mtu gani? Maskini ni mtu gani ili uweze kufahamu vizuri ujifanyaje maskini. Maskini kama maskini original ni mtu mwenye ukosefu wa mahitaji muhimu ya kibinadamu ya kila siku, kama vile maji, chakula, mavazi, malazi, elimu na huduma mbalimbali za afya. Mtu mwenye huo ukosefu, huyo ndio maskini. Kwa ukiwa wewe huwezi kupata maji, huwezi kupata chakula, huwezi kupata mavazi, ina maana wewe ni maskini. Sasa tujiulize, watu mlioko hapa mnaonitazama na wale mnaonisikiliza hapa, ni watu wangapi hapa hawana uwezo wa kupata nguo, hawana uwezo wa kupata chakula, hawana uwezo wa kupata maji? Yamkini hapa ndani hamna. Wote tunapata. Amen. Hata kama hatupati kwa kiwango kile, lakini tunapata. Ina maana kiutafiti, mimi na wewe sio maskini, ni matajiri. Maana utafiti wa kiserikali miaka fulani niliwahi kusikia unasema kwamba maskini ni mtu ambaye anaishi kwa chini ya $1 kwa siku. Ukikalkuleti dola ya Kimarekani, dola moja ni sawa na kama 2500 hivi au 400 600, inakuwa inaongezeka na kupanda kwa siku. Sasa jiulize, ni nani kati yetu aliyoko hapa ambaye kwa siku matumizi ya nyumbani kwake anatumia 2500? Yaani haizidi hapo. Yupo hapa. Yaani ambaye kwa siku moja, yaani kila siku wewe na watoto wako 2500. Kesho yake tena 2500. Hayupo. Wengi mnatumia 5000, 7000, 8000, 10000. Watu wengi huishia kwenye 10000, 7000, 8000, 10000. Wenye uwezo zaidi wanaenda 12000, 15000.
Ndio kiwango kingi cha maisha ya watu yamekalia hapo, yamekalia. Ina maana kumbe kikawaida mimi na wewe sio nani? Maskini. Mimi na wewe sio maskini hata kidogo, hata kidogo. Hata wale wanaoomba barabarani wengine sio maskini, kwa sababu wengine wanaomba kama sehemu ya ajira, ila sio kama wahitaji. Wewe hujawahi kujiuliza kwamba huyu mtu anaomba kila siku, kwa siku anaomba anapata labda mfano 50,000, kesho tena anaomba 40,000. Huyo mtu anakuwa ana hela kuliko wewe. Kwa nini aache kuomba? Kwamba toka aanze kuomba hajawahi kupata, hajapataga tu mtaji. Ina maana ameomba, mwanzoni alianza kuomba akiwa na shida, baadaye amegeuka kugeuza kuwa ajira. Kwa hata wale wanaomba na wao pia yuamkini sio maskini, ni sehemu ya ajira. Sasa nisikilize vizuri mpendo. Kwa sasa mtu mwenye hali ya umaskini ndio tajiri wa imani. Na ndio maana kama tumejigundua mimi na wewe sio maskini, tukitaka imani zetu zikue na ziongezeke, lazima tukubali kuishi kama maskini. Kwa sababu kuna maskini wa mwili na kuna maskini wa roho. Watu tuliookoka, watu tunaoishi katika neema ya wokovu, tumeitwa na Mungu tuwe maskini wa roho na sio maskini wa mwili. Amen. Angalia hata kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 3. Mathayo 5:3. Mathayo 5:3 inasema namna hii: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa Biblia imeeleza heri walio maskini wa roho. Kwa hiyo kuwa maskini wa roho ni heri. Kwa lugha nyingine ni baraka. Roho ni kitu ambacho hakionekani. Kwa tutakushangaa ukiwa maskini wa mwili, lakini ukiwa maskini wa roho tutakupigia makofi. Maana Yesu amesema heri walio maskini wa roho. Sasa maskini wa roho ni mtu wa aina gani? Muda huu nitawaonyesha maana 3 za maskini wa roho ili kukusaidia kuelewa vizuri umfahamu maskini wa roho. Tawaonyesha maana 3 za maskini wa roho. Tuanze na maana ya kwanza ya maskini wa roho. Maskini wa roho ni mtu yoyote anayeishi maisha ya kujiona ana ukosefu wa neno la Mungu la kutosha ndani yake. Maskini wa roho ni mtu yoyote anayeishi maisha ya kujiona ana ukosefu wa neno la Mungu la kutosha ndani yake. Kwa hiyo mtu ambaye ni maskini wa roho, maisha yake lazima ataishi maisha ya kujiona ana upungufu wa neno la Mungu la kutosha ndani yake. Na atajiona muda wote anatakiwa alisome neno la Mungu ili ashibe. Hajisikii kushiba neno, ila anajisikia ana upungufu, ana njaa ya neno. Zaburi ya 119 mstari wa 105 inasema namna hii. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Zaburi ya 119 mstari wa 105 unasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na miguu yako, ni mwanga wa njia zako. Taa ni kitu kinachomulika ili uweze kuona mwanga. Pakiwa na giza, hakuna mtu anaweza kujua wapi anakoenda. Utaenda kwa kupapasa na mwishoni utajikuta unajigonga, na kama kuna shimo unaweza ukadumbukia ukapotea. Lakini mwanga ukiwepo, hauwezi kudumbukia kwenye shimo, wala hauwezi kugonga kichwa kwenye ukuta, wala hauwezi kujichoma kwenye nondo, kwa sababu unaona. Asa mtu ambaye ana neno la Mungu ndani yake ni sawa na mtu mwenye taa kwenye maisha yake. Amen. Hapa duniani kuna mashimo mengi sana ambayo ukienda bila taa utadumbukia. Kuna mashimo ya vita vya familia, kuna mashimo ya vita vya kazini, kuna mashimo ya vita vya wanafunzi wenzako unaosoma nao, kuna mashimo ya majungu ya wanadamu, majungu ya walimwengu. Ukiwa haujaolewa watakusema kwa nini haujaolewa. Ukiwa umeolewa wataisema ndoa yako. Ukiishi vizuri na mume wako watakusema unavyoishi vizuri na mume wako. Ukiishi vibaya watakusema. Kwa hiyo hayo ndiyo mashimo yaliyoko hapa duniani. Sasa ukikosa neno la Mungu, utajikuta unatoka kwenye njia ya Mungu na utaanza kuingia kwenye njia ya wanadamu.
Na hamnaga mtu ambaye amewahi kuwasikiliza wanadamu wakafanikiwa, kwa sababu wanadamu hawanaga jema. Alikuja Yohane Mbatizaji wakamsema kwamba hali chakula. Akaja Yesu anakula na kunywa, wakamsema kwamba anakula na kunywa. Kwa Yesu alisemwa, Yohane alisemwa, hata mimi na wewe tutasemwa. Hayo ndiyo mashimo ya hapa duniani. Na ndiyo maana unapoishi kwa kulifuata neno la Mungu, linasimama kama mwanga, linasimama kama taa kukuongoza kwamba wamekusema hilo ni shimo, usilisikilize. Vuka, nenda hatua nyingine. Vuka, nenda hatua nyingine. Na ndiyo maana maskini wa roho ni mtu ambaye hariziki na neno analolijua. Lazima hakikishe anasoma neno kila siku. Na ndiyo maana kama uko hapo unanisikiliza, hakikisha kwenye ratiba yako ya maisha unapanga ratiba ya kusoma Biblia kila siku. Hichi kitu hata jana niliwaambia kwamba ni wangapi walishasoma Biblia nzima wakaimaliza. Sijasema unyoshe mkono. Narudia tena leo, ni wachache. Yamkini kanisa zima hakuna, au wako wawili au watatu. Lakini mbona tunakula tunamaliza chakula, tunaongeza na nyongeza? Kwa nini Biblia hatusomi tukaimaliza? Kwa mimi ninachokuomba, maskini wa roho ni yule mtu ambaye ana njaa ya neno. Panga ratiba kila siku. Hakikisha unasoma Biblia. Yaani weka ratiba yako kabisa. Nakumbuka kipindi kile nasoma shule, tulikuwa tunaambiwa panga ratiba yako ya kujisomea. Unapanga ratiba kama mwanafunzi kwamba Jumatatu utasoma geography na history, Jumanne Kiswahili na physics, Jumatano hichi na hichi. Unakuwa unasoma kwa hiyo ratiba. Sasa kuna sometime unapanga ratiba na uifuati. Unasema taanza kesho. Kesho tena taanza kesho. Kesho tena taanza kesho. Lakini kwa wanafunzi ambao walikuwa ni waaminifu, anasoma sawa sawa na ratiba aliyojipangia. Ndivyo na kwenye Ukristo, sisi ni wanafunzi wa Yesu muda wote. Unatakiwa uwe na ratiba kwamba kila siku utasoma Biblia. Na kweli Jumatatu unasoma Biblia sawa sawa na ratiba uliyoweka. Na ratiba yako lazima iwe ina muda wa lisaa, kwamba Jumatatu saa ngapi utasoma Biblia. Sio lazima uandike, unaweza ukaishika tu kichwani, maana wewe ni mtu mzima unaelewa. Kwamba Jumatatu labda mfano saa 2 asubuhi utasoma Biblia. Kwa inapofika Jumatatu saa 2 asubuhi unasoma Biblia. Jumanne tena saa 2 asubuhi unasoma Biblia. Na unahakikisha unaifuata ratiba yako kwa uaminifu. Muda mzuri kabisa wa kusoma Biblia ni ule muda unapoamka na muda unapolala. Huo ndio muda mzuri, kwa sababu unakuwa hujaanza shughuli za kila siku. Watu wengi waliopanga muda wa kusoma Biblia katikati ya wameshaamka wanafanya shughuli, wengi wameshindwa kwa sababu ya shughuli za maisha zitakusonga. Ila ule muda unapoamka, unajua labda mfano unaamkaga saa 2 asubuhi. Hakikisha unarudisha lisali moja nyuma au nusu saa nyuma. Unaamka saa 1:30. Unasali, unaomba, baada ya hapo unafunua Biblia yako unasoma. Sio lazima sura nzima, unaweza ukaanza na mstari mmoja. Zamani kwenye makanisa kulikuwa kuna kitu kinaitwa mistari ya moyo. Kwamba watu wanasimama wanasema mstari wangu wa moyo ni Zaburi ya 23:1. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Watu wanampigia makofi, anaenda kukaa. Anainuka mwingine. Mimi mstari wangu wa moyo ni Mathayo 11:28. Njoni kwangu nyi wasumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Wanampigia makofi, anaenda kukaa. Hicho kitu siku hizi kimeenda wapi? Hakipo. Watu wamesema mistari ya moyo ni ya watoto. Lakini wako wakubwa hawajui mistari ya Biblia. Wengi tu, baba mtu mzima hana hata mistari 10 ya Biblia aliyoishika moyoni. Hana. Wamama watu wazima hawana mistari ya Biblia. Watoto nao hivyo. Lakini watu wamekalili nyimbo kichwani. Anajua kabisa ukipigwa wimbo akianza tu kusikia beat, anajua ni Harmonize huyo. Yes, hiyo acha hiyo. Akisikia tu sauti ya mkalimani anajua season fulani. Hii ni season ya nini? Yaani watu tumekalili season, tumekalili ratiba za tamthilia, ratiba za mpira, weekend hii nani na nani wanacheza. Wimbo fulani saa hizi ndio unakimbiza sana mtaani. Tumeshika hayo.
Tumekalili ratiba za kujua jua likiwa hivi, ili jua ni la kupalia, hili wingu hili ni wingu la kwenda kuvuna. Tumekalili hizo hayo mambo. Lakini kukalili kwamba kwenye Mathayo sura ya 11 huwa ni story fulani, hatuna huo muda. Kwa nini? Tumeliweka neno la Mungu kuwa la ziada. Ina maana sisi ni matajiri, sio maskini wa roho. Sisi ni matajiri wa roho. Na ndio maana tumeona hatuna ulazima wa kutengeneza njaa ya kukalili na kuelewa mambo ya roho. Na ndio maana kuanzia leo Mungu akusaidie kubadilika. Amen. Utoke kuwa tajiri wa roho na ukawe maskini wa roho. Kama ulikuwa huwezi kutengeneza ratiba, kuanzia leo katengeneze katika jina la Yesu. Amen. Kama kulikuwa kuna kitu kinakwambia taanza kesho, na kikemea kwa jina la Yesu, kiachie nafsi yako. Oh haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Nikuonyeshe maana ya pili ya maskini wa roho. Maana ya pili ya maskini wa roho. Maana ya pili. Maskini wa roho ni mtu yoyote anayeishi kwa kujiona hana nguvu ya maombi ya kutosha. Hivyo muda wote anatafuta nafasi ya kuomba. Ni mtu yoyote anayeishi kwa kujiona hana nguvu ya maombi ya kutosha. Maskini wa roho ni mtu yoyote anayeishi kwa kujiona hana nguvu ya maombi ya kutosha. Hivyo muda wote anatafuta nafasi ya kuomba. Sawa sawa na Zaburi ya 27 ule mstari wa 4. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Ni mtu yote anayeishi kwa kujiona hana nguvu ya maombi ya kutosha. Hivyo muda wote anatafuta nafasi ya kuomba. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Inasema namna hii. Zaburi ya 27:4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Sema haya maneno nyuma yangu. Sema, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Umesikia haya maneno ya Daudi? Anasema neno moja amelitaka siku zote. Akae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake, autazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kwa lugha nyepesi, Daudi alikuwa anachokiongelea hapa kwamba neno alilolitaka siku zote ni awe mtu wa maombi. Kwa sababu maombi ndiyo ambayo yanakupa nafasi ya kutafakari uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Ni maombi. Kwa sababu ukiwa unaomba utamuona Bwana kiroho katika kuomba kwako. Na ndiyo maana mtu anayeomba akimaliza kuomba anasikia amani moyoni. Mtu yoyote anayeomba akimaliza kuomba anasikia amani. Kuna kuomba katika sheria na kuna kuomba katika roho. Mtu anayeomba katika roho anaomba kwa mzigo wa maombi. Mzigo wa maombi ni nini? Ni mfadhaiko unaokuwa moyoni, unaokusukuma kuomba. Na ndiyo maana mtu yoyote wa kiroho atakuwa anajisikia kukosa amani kila wakati, na akiingia kuomba anasikia amani. Amen. Na ukijizoesha kuwa mtu wa maombi, utakuwa unaona kuna wakati unakosa raha. Afu ukiomba tu raha inakuja. Kesho yake tena unakosa raha. Unajua hii raha nayokosa kwa sababu leo sijaomba. Ngoja nikaombe. Ukiomba unasikia raha. Huyo ndio mtu wa kiroho anavyoishi. Asa njaa au umaskini wa roho ni ile hali ya kuwa na kiu ya kuomba muda wote. Hauriziki. Kwamba kwa sababu nimeomba leo basi sitaomba tena. No. Amen. Hata kama umeomba muda huu, unajisikia kwamba baadaye nipate tena muda niombe tena. Unaomba baadaye, unajisikia tena baadaye nipate tena muda niombe tena. Huyo ndio maskini wa roho alivyo. Hariziki na kuomba kwake. Kila wakati ana hamu, anajitengenezea kiu ya maombi. Na ndiyo maana moja ya kitu cha pili unachotakiwa ukifanye kwenye maisha yako, baada ya kile kitu cha kwanza cha kutengeneza ratiba ya kusoma Biblia, pia tengeneza ratiba yako ya kuomba kila siku. Hakikisha una ratiba yako ya kuomba. Hakikisha ule muda unaosoma Biblia, kama ukipanga ratiba kwamba utakuwa unasoma Biblia unapoamka asubuhi na usiku unapolala, weka kwamba na muda huo nikimaliza kusoma Biblia
pia tafanya maombi. Amen. Usiniambie taombea nini? Mambo ni mengi ulionayo. Elimu ulionayo unatakiwa kuiombea. Ndoa ulionayo unatakiwa kuiombea. Watoto ulionao unatakiwa kuwaombea. Kilimo unachofanya unatakiwa kukiombea. Na si lazima uombe kwa maneno mengi. No. Yesu anasema msizani mtasikiwa kwa kuwa na maneno mengi. Hata maneno machache tu. Yesu ukamwambia Mungu, bariki watoto wangu wakue. Unaangalia hali ya eneo unaloishi. Unaona watu wengi ni walevi. Unamwambia Mungu, wasaidie watoto wangu wakue, wao wasiwe walevi. Unaona watu wengi wanatoa mimba. Unamwambia Mungu, wasaidie watoto wangu wakue, wasitoe mimba. Umeshaomba tayari. Unafanya kilimo. Mwambie Mungu, linda shamba langu. Maana Biblia inasema katika Zaburi ile ya 127 mstari wa kwanza, Bwana asipoulinda nchi nao waulindao wafanya kazi bure. Kwa unaweza ukakesha shambani unalinda mazao ngedere wasile. Biblia inasema wewe unakesha bure shamba. Kwa mlinzi wa kwanza ni Mungu. Kwa unaweza ukatamka pia ukawa unaombea Mungu, linda shamba langu, wadudu wasije wakaharibu mazao. Kwa hata kama ukienda pale wewe unatimiza wajibu tu, tayari Mungu ameshatanguliza malaika zake wanafanya makao pale. Na kwa macho ya kawaida huwezi kuwaona, lakini kiroho malaika wako hapo wamelifunika shamba lako. Amen. Amen, watu wa Bwana. Amen. Na ukienda shamba beba na Biblia. Beba na Biblia. Ukilima ukichoka, unapopumzika funua Biblia yako soma. Watu wakipita wanasema yule mlokole hana akili. Yaani amekaa shamba anasoma Biblia shamba. Hivi hajui kama kuna maeneo ya kusoma neno. Lakini kwenye mavuno wao watavuna gunia 2 wewe 10. Kumbe kule kusoma kwako Biblia ni mbegu. Mbele za Bwana. Amen. Kuna wakati watu watakuwa wanakuona unaombea watoto wako. Unawawekea mikono kichwani. Labda wapangaji wenzako wanasema hivi, huyu eti anamuombeaga yule mtoto. Yule mtoto ana dhambi gani? Mtoto mdogo vile ana dhambi gani anakaa anamuombea? Mtoto anakusumbua analia usiku ulali. Unakesha kila siku usiku na mtoto. Sikiliza, hiyo hali sio ya kawaida. Weka mkono kichwani. Tamka kwa jina la Yesu na kufunga. Hamna kulialia usiku. Kwa nini ikifika usiku anapandisha homa? Ili usilale. Mchana kako sawa, ikifika usiku homa inapanda. Haulali. Yaani mtoto anakugeuza kuwa mkesha wako. No. Weka mkono kichwani, tamka kwa maombi. Katika jina la Yesu homa ya usiku kauka kuanzia leo. Na ikifika usiku utalala, maana Biblia inasema yeye huwapa wapenzi wake usingizi. Na mpenzi wa kwanza wa Yesu ni mimi na wewe. Oh haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo kila kitu kwenye maisha yako kinahitaji maombi. Hamna kitu ambacho hakihitaji maombi. Tumbo linakuuma kila mwezi. Wadada mnaelewa? Kila mwezi tumbo utoki nje. Unasema ni kawaida ya wamama, ni kawaida. No. Peleka kwenye maombi. Mbona wengine aliwaumi? Kwa nini wewe? Shika tumbo lako la uzazi, tamka. Kuanzia leo ninakufunga sawa sawa na Mathayo 18:18. Lolote lililofungwa duniani na mbinguni limefungwa. Na Mungu mbinguni anafunga kweli kwa imani. Na ninakutamkia kama uko hapa una hiyo shida, kuanzia leo iishe katika jina la Yesu. Amen. Sijui ukisoma kidogo kichwa na macho vinakuuma. Unaanza kukalili. Oh, kwetu tunavaaga miwani. Kwenye Biblia gani wameandika kwenu wanavaaga miwani? Simaanishi kuvaa miwani ni dhambi. Sio dhambi. Ni kitu cha kawaida, lakini una uwezo wa kukizuia kwa imani. Amen. Maana hakuna neno linaloshindikana mbele za Bwana. Na ndio maana kila kitu kinahitaji maombi. Tengeneza njaa, kuwa maskini wa roho kwenye eneo la maombi, usirizike. Kila siku ombea. Nimewapa mifano hapa ya vitu mbalimbali ambavyo unaweza ukawa unaombea. Kazi kwako, mimi nasonga mbele na maana ya 3 ya maskini wa roho. Amen. Maana ya 3 ya maskini wa roho. Maskini wa roho ni mtu yoyote anayeishi kwa kujiona sio mkamilifu. Hivyo muda wote anafanya toba na kujilinda asimkosee Mungu. Ni mtu yoyote anayeishi kwa kujiona sio mkamilifu. Hiyo ni maana fupi tu. Kwa wale wanaoandika, hiyo ni maana fupi tu. Ni mtu yoyote anayeishi
kwa kujiona sio mkamilifu. Kwa kwenye ile Mathayo 5 niliyowasomea mwanzo, ambao Yesu alisema heri walio maskini wa roho, ina maana alikuwa anaongelea wale watu ambao kwenye roho zao muda wote wanajiona wao sio wakamilifu, hawajakamilika. Moja ya kitu kinacholisumbua kanisa ni watu wengi tuna tabia ya kujihesabia haki. Mtu akiingia tu kwenye wokovu anaanza kujiona yeye ni mtakatifu kuliko wengine. Ni kweli wewe ni mtakatifu, hatukatai. Maana Zaburi ya 16 imesema Mungu anapendezwa na watakatifu waliopo duniani. Kweli wewe ni mtakatifu, hatujakataa. Lakini utakatifu wako usijifanye kwamba wewe ndio mwema sana kuliko wengine, kiasi ambacho kila unayemuona unamnyoshia tu kidole, yule ni wa jehanamu, yule ni wa jehanamu, sisi ndio tutaenda mbinguni. Una uhakika gani? Maana Biblia inasema ajionaye amesimama ajiangalie asije akaanguka. Unakazana unalaani nyumba za watu. Yaani mimi na nyumba yangu hii, Yesu akija kwa Bwana, mama nani na watoto wake, hamna kitu pale. Ile familia hamna kitu. Shauri yako. Ngoja nikuonyeshe muda huu watu wawili kwenye kitabu cha Luka 18:9 hadi 14. Ngoja nikuonyeshe mfano wa watu wawili ambaye mmoja huyu bila shaka alikuwa ni mlokole. Wale wanaojiita nimeokoka, nimemjua Bwana. Alafu huyu mmoja alikuwa ni wale ambao anajiona yeye bado ni mnyonge kwa Mungu, anahitaji kumjua Bwana zaidi. Ngoja tuwaonyeshe watu wawili. Wako kwenye kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 9 hadi wa 14. Tuanze na jamaa wa kwanza ambaye yeye alikuwa anajiita ameokoka, mlokole wa enzi hizo. Tumsikie. Anasema hivi: akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Afu msikie Yesu anavyosema. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Ina maana kwa lugha ya leo tungesema mmoja ni Mpentekoste aliyeokoka na wa pili ni Mkristo wa kawaida. Yule Mfarisayo akasimama akiomba, yani yule Mpentekoste akasimama akiomba. Akasema hivi, tusikie maombi ya mlokole mwenzetu jamani. Tumsikie Mpentekoste mwenzetu akiomba. Akasema hivi, akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Kwa lugha ya leo angesema wala mimi si kama huyu mtu wa Mkristo wa dhehebu fulani. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, safi sana. Kutoa zaka, safi kabisa. Katika mapato yangu yote. Maombi ya Mpentekoste hayo. Yakaja maombi ya Mkristo wa kawaida. Tena mara nyingi wao wanaitwaga wa Kristo. Yeye akaomba hivi. Lakini yule mtoza ushuru, kwa lugha ya leo tungesema lakini yule Mkristo alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani akisema, Mungu, uniuie radhi mimi mwenye dhambi. Ndio maombi yake. Akaomba akasema, Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Alafu sikiliza Yesu alichocomment. Yaani majibu ya Yesu sasa kwamba yupi alikuwa sahihi kati ya yule Mpentekoste au yule ambaye ni Mkristo wa kawaida. Yesu akasema, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Yaani Yesu akasema yule mtoza ushuru aliyesema yeye ni mwenye dhambi alihesabiwa haki na Mungu. Kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhiliae atakwezwa. Kwa lugha ya leo ni kwamba ukijihesabia haki, Mungu anakuhesabia wewe ni muovu. Ukijihesabia wewe ni muovu, Mungu anakuhesabia wewe ni mwenye haki. Tarudia tena hii kauli kwa faida ya wengi. Ukijihesabia haki, Mungu anakuhesabia wewe ni muovu. Na ukijihesabia wewe ni muovu, Mungu anakuhesabia wewe ni mwenye haki. Na ndiyo maana maskini wa roho ni yule mtu ambaye muda wote
anajiona ni mwenye dhambi, anahitaji kumrudia Bwana. Hamna kitu kibaya kwenye maisha ya kiroho kama kujiona wewe ni mwema na uhitaji tena kufanya toba. Hicho ni kitu kibaya sana. Muda wote unahitaji kufanya toba, kwa sababu hatujui tunaanguka saa ngapi. Shida ni moja. Ukiangalia maombi ya huyu Mfarisayo, alitaja vitu kadhaa kwamba ninafunga, mimi sio mzinzi. Wakristo wengi ndio tunadhania hizo ndio dhambi. Tunadhaniaga kuanguka kironi kwenye uzinzi tu. Na ndio maana mara nyingi ukisikia kanisani mtu amezini, unasikia atengwe na akija akae kiti cha nyuma. Ila aliyesema uongo yuko mbele anaimbisha praise team. Ambaye hajatoa zaka yuko mbele anaongoza kipindi cha ushuhuda na hatoagi zaka. Mwizi ndio yuko mbele anapiga kinanda na kupiga ngoma. Muongo ndio mchungaji mwenyewe yuko kanisani anahubiri na ni muongo sugu. Lakini mzinzi amekaa kiti cha nyuma kwamba ameanguka kiroho. Ndio wengi tuko namna hiyo. Tumeshachukuliaga kwamba kuzini ndio dhambi kubwa. Afu nyingine za kawaida, maisha yaendelee, tutakuvumilia. No. Dhambi ni dhambi. Mzinzi ataenda jehanamu, muongo ataenda jehanamu. Kwa hiyo aliyesema uongo na aliyezini wote wameanguka sawa sawa. Unanielewa mtu wa Mungu? Kama unanielewa sema amen kwa jina la Yesu. Aliyeiba, aliyezini jehanamu moja. Hakuna jehanamu mbili. Kwa hiyo kama iko namna hiyo, lazima tuwe watu wa toba muda wote. Unaweza usizini lakini unaweza ukatukana. Unaweza usizini lakini unaweza ukawa na hasira ukaongea maneno machafu. Unaweza usizini lakini unaweza ukawa unatamaa. Unatamani mali za wengine. Unapita huko unaangalia watu walivyojenga, walivyolima, unatamani tu. Kwani Biblia imesemaje? Usitamani mali ya mtu mwingine. Tunajifanyaga hatuoni maandiko yamesema hivyo. Hata wengine mkiwa mnakuja kanisani, mkiwa mnatembea, mlitamani vitu huko mkaingia hapa. Kwa ni waovu mmekaa hapa. Kwa kama tuko waovu watupu, tunahitaji toba muda wote. Haleluya kanisa la Bwana. Na ndio maana usijihesabie haki. Unatoka huko kanisani unarudi, unawakuta wenzako wakwenda kanisani wamelala, unajiona malaika umeingia. Unawaona waovu hadi kwa mjaenda kanisani, shauri yenu. Yaani nyie shauri yenu. Malaika umerudi, unaingia zako ndani, malaika wa Bwana amerudi kutoka kanisani. Unaingia zako labda kuomba, unaomba zako dakika 10 hata lisali zima, unatoka unajisikia upako. Unawaona watu wamekaa pale nje, unawasikitikia kwamba Yesu akija wanaenda jehanamu maskini wote hawa. Kisa nini? Kuna mtu mmoja nakumbuka aliwahi kufunga kavu siku 14. Alipotoka kwenye mafungo, ilikuwa Dar es Salaam. Alipotoka kwenye mafungo akaenda kuambia walokole wenzake, nimefunga. Katika kufunga nimepewa nguvu ya kufufua. Twendeni mochwali. Nataka kuamuru maiti zote ziamke. Basi watu ujue bwana, kila mtu akusaji wapambe. Kila mtu ana wapambe wake. Yaani ukishapewa tu kuokoka, ukipewa na huduma, hutakosa wafuasi. Ni sasa hivi mchungaji aje hapa aseme nimefunga, twende mochwali. Nyie wote muongozane na mchungaji. Waka mochwali. Yule jamaa akafika pale Muhimbili. Kafika pale Muhimbili akawaambia wale askari, Hebu fungua hapo mochwali. Fungua hizo freezer zote. Kwa jina la Yesu wote waliolala watoke nje. Wale askari wakamwambia, hivi wewe una akili timamu? Akawaambia, hebu nyamazeni. Nipeni dakika moja tu. Sasa hivi mtatubu wote hapa. Wakamwacha bwana akaingia ndani na wafuasi wake. Na amuru wote mliolala hapa toka nje. Kimya. Hamna mioyo migumu. Yesu alimuita Lazaro zaidi ya mara 3. Naita mara ya 2. Toka nje. Watakatifu wa Bwana tuko hapa. Muungane na sisi. Akaita mara ya 3 kimya. Wale askari wakachukua virungu wakawachapa na virungu wakawakimbiza.
Jamaa wakakimbia nduki, wamegongwa na virungu pale mochwari. Nisikilize vizuri. Unajua unaweza ukakaa kwenye kufunga na kuomba, ukajisikia upako kama wa Petro. Walipokaa na Yesu pale mlimani, Yesu akashukiwa na Elia na Musa. Kwani Petro alimwambia nini Yesu? Bwana, na tujenge kibanda, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Kwa nini? Kwa sababu alisikia upako kiasi ambacho akatamani waweke kambi, kwamba utukufu umeshuka, watakatifu tuko hapa. Lakini Mungu alimwambia nini Petro? Huyo ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Ina maana walikuwa bado hawajakamilika, wanahitaji kusikiliza zaidi. Ndio maana Mungu alimwambia vile. Amen. Kwa hiyo unaweza ukafunga ukatamani kujenga kibanda, kwamba nianze kufufua maana mimi nimekamilika. No, bado. Hata kama unafunga sana, bado. Hata kama umepewa huduma, unahubiri, unaimbisha, bado. Wewe sio mkamilifu. Unahitaji kuendelea kujiona hujakamilika. Usijenge kibanda. Endelea kumsikiliza Roho Mtakatifu. Imani yako iendelee kujifunza kila siku, ili uendelee kupewa nafasi ya kukua kiroho. Amen, watu wa Mungu. Amen. Basi nitamalizia somo langu kwa kuwafundisha kipengele kinachoitwa jinsi ya kumsikiliza Roho Mtakatifu kwa imani. Amen. Jinsi ya kumsikiliza Roho Mtakatifu kwa imani. Tutamalizia hili somo kwa kujifunza hichi kipengele muhimu sana. Jinsi ya kumsikiliza Roho Mtakatifu kwa imani. Imani yako itaruhusu kumsikiliza Roho Mtakatifu pale tu utakapotambua jinsi anavyoweza kuongea na wewe. Roho Mtakatifu yupo kama nilivyoeleza siku ya kwanza, na amewekwa kuwa msaidizi wetu, na anaongea na kila mtu bila kujali umri, lika wala jinsia. Mtoto aliyezaliwa leo, Roho Mtakatifu anaongea naye. Hata mtoto aliye tumboni, Roho Mtakatifu anaongea naye. Na ndio maana hata Mariamu, yule mama yake na Yesu, kwa jina la umaarufu huitwa Bikira Maria, na yule Mariamu Elizabeth. Biblia inasema yule Mariamu mama yake Yesu alipoenda kumsalimia Mariamu Elizabeth, alivyokumbatiana, alisikia sauti ya kichanga kuamkiwa kwake tumboni, kikajazwa Roho Mtakatifu. Amen. Kisoma kitabu cha Luka utaona namna hiyo. Kwa hiyo kama kichanga kilichoko tumboni kilijazwa Roho Mtakatifu, ina maana Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa watoto walioko tumboni, kwenye mimba bado, wadogo kabisa, watu wazima, vijana, wazee, lika zote. Roho Mtakatifu anaongea na sisi. Na sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako lazima itazingatia mapenzi ya Mungu. Sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako lazima itazingatia mapenzi ya Mungu. Kwa sababu katika mwili wa binadamu kuna sauti tatu. Kuna sauti ya mwili wako wenyewe, yani sauti ya nafsi. Kuna sauti ya shetani na kuna sauti ya Mungu. Sauti ya nafsi au sauti ya mwili wako itapendezwa na mambo unayoyapenda wewe kama mwanadamu. Sauti ya shetani itakuvuta kumkosea Mungu. Sauti ya Mungu itakuvuta kwenye mapenzi ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohane 5:14 inasema namna hii. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kwa neno linasema huu ndio ujasiri tulio nao. Kitu chochote tunachoomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, Mungu anatusikia. Amen. Kuna sauti ya Mungu itakuvuta sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lakini pia kitu kingine, sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako itakupa amani, kufanya hata haitakupa mgogoro wa nafsi. Sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako inapokuja itakupa amani moyoni. Itazingatia mapenzi ya Mungu, lakini pia kitu kingine itakupa amani moyoni. Sawa sawa na Wafilipi sura ya 4 ule mstari wa 7. Wafilipi 4:7. Wafilipi 4:7 inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa Biblia inasema amani ya Mungu ipitayo akili zote.
Kwa amani ya Mungu itapita mawazo ya akili zako. Kuna kitu unaweza ukawa unawaza kwenye akili yako ni sahihi, lakini kama Mungu kwake sio sahihi, kama Mkristo atakunyima amani moyoni. Wewe utakuwa unaona kufanya hivi ni sawa, lakini moyoni mwako utakuwa unasikia kukosa raha. Amen. Utakuwa unasikia kuhukumiwa. Ina maana ile hali ya wewe kukosa amani ndani yako, hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba hiyo sio sauti ya Mungu na Mungu hayuko hapo. Na ndiyo maana hata ukikaa kuomba, sauti ikaja ikakuambia kitu na ukasikia hauna amani na hicho kitu, huyo sio Mungu. Ni roho ya udanganyifu. Usisikilize. Amen. Kuna mtu mmoja ambaye aliwahi kumfata mtumishi mwenzetu mmoja kule Dar es Salaam. Akamwambia, huyo jamaa ni rafiki yangu kabisa, tunahubiri naye. Mimi nafahamu kabisa ana mke na ana watoto. Ila dada mmoja akaenda akamwambia, mwalimu, huyo jamaa alienda kufundisha semina kama mimi nilipokuja kufundisha hapa. Huyo mdada alikuwa na shida ya kuolewa. Anaombaga Mungu ampe mme. Akafika pale kanisani akamuona yule mtumishi anavyofundisha, akavutiwa naye. Akarudi kwake kuomba. Mungu yeye moyoni mwake sauti kamwambia, yule mtumishi anayehubiri ndio mme wako. Basi yule dada akaomba kuonana na mtumishi ile siku ya mwisho. Samahani mtumishi, naomba kuonana na wewe. Sawa sawa, akapewa nafasi wakaonana, akakaa. Akasema, Mungu ameniambia. Kwanza akaanza, nashukuru Mungu wa mbinguni. Karama shaka. Kachanganya na maneno kadhaa. Unajua tunapokuaga na mbwembwe, yule mtumishi yuko tu anamsikiliza. Nimeshuhudiwa wewe ndio mme wangu. Jesus. Yule mtumishi akashtuka, akatumia hekima akamwambia, sawa, lakini samahani, mbona najiuliza kitu gani? Mbona mimi nina mke? Tena mke wa ndoa. Na ninaishi naye na tuna ndoa nzuri tu. Na tukirudi kwenye maandiko, yanasema Bwana wa majeshi anachukia kuachana. Tena pengine panasema utaambatana naye hadi kifo kitakapo kutenganisha. Sasa Mungu aliyesema nitaambatana na mke wangu hadi kifo, iwaje aongee na wewe kwamba mimi ni mume wako? Ina maana Mungu anapingana na neno lake. Ina maana huyo sio Mungu. Hiyo ni roho ya udanganyifu. Ile dada akaanza, hapana, ni Mungu ameniambia. Unitaki, unapingana na Mungu. Wewe. Sasa sisi wengine tunaojua yule jamaa na mke na tunamuita mke shemeji, na sisi pia tukaanza kushangaa. Ilikuwa ngumu sana kumueleza yule dada. Yeye anaamini Mungu amemwambia. Ndio maana nataka nikusaidie mtu ulioko hapa. Mungu anataka akusaidie kwa neema yake. Si tu kwenye masuala ya ndoa, hata masuala mengine ya maisha. Sauti ya Mungu haitapingana na mapenzi ya Mungu. Amen. Mapenzi ya Mungu ya kwanza ni neno la Mungu. Na ndio maana unaposema Mungu ameniambia, kuna kitu kinaitwa Biblia. Kaangalie kama watu wa Beroya. Je, alichokuambia Mungu kiko sawa sawa kwenye neno? Amen. Mungu ameniambia, amani moyoni ipo, kwa sababu imani itakupa amani. Amen. Ngoja muda huu nikuonyeshe njia anazotumia Roho Mtakatifu kuongea na wewe, ili uwe unajipima siku zote. Akiongea kwa njia hii, kuna amani, kuna mapenzi ya Mungu. Wewe unathibitisha. Amen, watu wa Mungu. Amen. Tuanze na njia ya kwanza. Njia ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu ataongea na wewe kwa njia ya sauti ya ndani moyoni. Njia ya kwanza ni kwa njia ya sauti ya ndani moyoni. Kwa njia ya sauti ya ndani moyoni, ambayo inakuwa na utulivu na upole, haina vurugu. Kwa njia ya sauti ya ndani moyoni, ambayo itakuwa na utulivu na upole, haina vurugu. Kwa njia ya sauti ya ndani moyoni, na hiyo sauti itakuwa na utulivu, haitakuwa na vurugu. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33b. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33b. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33b inasema namna hii: kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani,
Biblia inatuambia Mungu sio Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo Roho Mtakatifu atatumia kuongea na wewe, kuna wakati utakuwa unasikia sauti moyoni mwako inakuongelesha. Na hiyo sauti itakuwa na utulivu na upole. Haitakuwa na kelele, haitakuwa na vurugu. Kwa sababu Mungu sio Mungu wa machafuko, ni Mungu wa amani. Sauti hii utakuwa unaisikia pale unapotaka kufanya jambo fulani kwenye maisha yako. Aidha kuna jambo utakuwa unataka kulifanya, utakuwa unasikia kuna sauti fulani inakuongelesha katika namna ya upole moyoni. Inakuongelesha juu ya maamuzi ya hilo jambo unalotaka kulifanya. Na hiyo sauti itakayokuwa inakuongelesha moyoni, utakuwa unaona ukiifuata katika kile kilichokuongelesha unapata faida. Na ukiipuuzia kinyume na vile ilivyokuongelesha, utakuwa unaona unapata hasara. Na ndio maana unahitaji kuwa na imani katika Roho Mtakatifu, kuamini kwamba hii sauti niliyoisikia ndani yangu inaniongelesha kiupole. Huyu ni Roho Mtakatifu ameongea na mimi. Amen. Na upime hii sauti ya upole imeendana na mapenzi ya Mungu, nina amani nayo, fanya. Na wakati mwingine hata kama watu waliokuzunguka watakosa amani juu ya kile ulichosikia wewe, kwa sababu watu waliokuzunguka wanaweza wakakosa amani, wakasema hichi kitu wewe unasema umepata amani na unasema umesikia sauti ya Mungu inakuongelesha, mbona sisi kama wazazi wako hatukubaliani nacho? Mbona sisi kama ndugu zako hatukubaliani nacho? Sikiliza, ufalme wa Mungu uko ndani ya mtu na sio ndani ya mzazi. Amen. Ufalme wa Mungu uko ndani yako na sio ndani ya baba yako. Ufalme wa Mungu uko ndani yako na sio ndani ya mke au ndani ya mtoto. Na ndio maana sauti ya Mungu ya kwanza utasikia ndani yako wewe na si ndani ya mtu mwingine. Amen. Na ndio maana amani tunayoiongelea hapa unatakiwa kuipima huku ndani yako binafsi, sio kwa mtu mwingine. Ndani yako binafsi, kwamba ninasikia kufanya hivi, Mungu ameniambia. Neno linaruhusu, mzazi anakataa, endelea kuomba, afanya sawa sawa na neno la Mungu linavyokuelekeza. Kama umeshafikia kwenye umri wa kujitegemea, una uhuru wa kuamua nje na mzazi. Labda kama bado uko kwenye umri wa kulelewa na mzazi, hapo ndo utahitaji hekima ya Mungu iingilie kati kukusaidia zaidi. Amen, watu wa Bwana. Ngoja nikupe mfano. Nakumbuka kuna kipindi nilikuaga nafanya kazi sehemu fulani. Lakini hiyo kazi ikawa inanitesa. Nikawa namuomba Mungu anibadilishie kazi. Kila ninapoomba kuna kasauti nasikia kananiambia acha hiyo kazi. Acha hiyo kazi. Na nasikia amani kweli kuacha. Lakini nikiuliza watu wananiambia sasa ukiacha kazi hujapata kazi utaishije? Huwezi kuacha kazi hujapata kazi, uliwahi kuona wapi? Nafikiria nasema kweli tulia niendelee. Naendelea kufanya kazi, nateseka. Kila nikiomba nasikia sauti inaniambia hivi. Kuna wakati huyo bosi akawa ananiita, ananitukana, ananiambia maneno mabaya. Yaani kila anaponiambia, muda ule nimekaa nimesimama namsikiliza, sauti inaniambia tu wewe acha hiyo kazi. Nikitaka kufanya maamuzi napata hasira, lakini kuna sauti naanza kukumbuka mahubiri ya watu. Umewahi kuona wapi mtu ameacha kazi hajapata kazi? Hamnaga maisha ya hivyo. Siku moja, kwa sababu nikawa na moyo mgumu, Mungu akaamua kunifumua kwa nguvu. Siku hiyo palitokea ugomvi mkubwa sana. Mkubwa vibaya mno. Sina muda wa kutosha wa kuelezea. Yaani nikaamua kuacha kazi kwa nguvu na nikiwa sijapata kazi. Sawa sawa na sauti ya Mungu. Alafu nikakaa kama siku 2 nikiwa sina kazi. Ya 3 nikapata kazi nyingine yenye mshahara maradufu zaidi ya hiyo ambayo nilikuwa naingangania. Amen. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Kuna wakati tunaishi kwa mazoea. Kwa sababu tumezoea kwamba taachaje kazi sijapata kazi, tumezoea. Kwamba mtu akiwa na maisha, cha kwanza kiwanja, cha pili ajenge. Lakini Mungu anaweza akataka ununue gari kwanza. Ila tumezoea kwamba nijenge kwanza. Hapa kijijini nani mwenye gari? Yaani ninunue gari, nani amenunuaga gari hapa kijijini? Nisikilize.
Hapa kijijini hamna watu wenye magari hapa. Siji yako matano, hata matano zaidi kama yanafika. Ni kweli watu wote hapa Mungu hataki muendeshe magari. Kila mtu pikipiki. Kila mtu pikipiki. Na yamkini kuna watu Roho Mtakatifu waambia, nunua gari, lakini kila kijana ana pikipiki bwana. Gari la nini? Nisikilize. Ni mifano tu natoa. Nachotaka nikusemeshe ni nini? Ni kwamba sauti ya Mungu itakapoongea ndani yako, huwa hainaga ubishi, ni ya upole sana. Amen. Ni ya upole mno. Na hainaga mazoea. Maana Warumi 12:1 inasema haifuatishi namna ya dunia hii. Kama namna ya dunia hii ni uache kazi upate kazi, Mungu sio hivyo. Atataka uache hata ukiwa hauna. Na ndio maana unahitaji kuwa na imani. Ibrahimu alikuwa anaambiwa toka nenda nchi ya mbali. Na kwa imani Ibrahimu alitoka akaenda nchi asiyoijua. Leo hii wewe Mungu akakwambia fulani toka hapa kijijini, toka wilaya ya Mwanga, nenda wilaya ya Temeke Dar es Salaam. Ile Temeke nitakupa kuimiliki na kuitawala. Utatoka uanze kuhadisia wazee wa hapa kijijini. Nikiwa kwenye kuomba, Mungu aliniambia niende Temeke. Wazee watakwambia hivi. Wataanza kukupa mifano. Amnaga Mpare ametoka hapa akaenda Dar kufanikiwa. Watakupa mifano. Kuna kijana fulani mwaka fulani alitoka kijijini akaenda Dar akafilisika. Watakupa listi ya waliofeli. Na wewe utarudi tena. Ilikuwa sio Mungu. Vijana wa siku hizi mna haraka sana ya maisha. Utakuwa unafanya mambo yako hapa ya kijijini hayaendi, hayafanikiwi. Ukirudi kuomba unasikia, toka nenda Temeke, nitakupa kupamiliki. Nisikilize. Yamkini Ibrahimu angeweza kuwafuata wazee wa mji, wamshauri. Lakini Ibrahimu hakuwa na huo muda. Alitii sauti ya Mungu. Alitoka akaenda asipopajua na Mungu akampa kumfanikisha. Nisikilize. Kila mtu kuna eneo lake la sauti ya Mungu inayomuelekeza. Kuna mambo mengi sana ambayo Mungu anaongea nawe juu ya maisha yako. Unakwama kwa sababu kila kitu unawashirikisha watu. Jifunze vingine kunyamaza. Fanya maamuzi kwa imani. Hata kama hawakuelewi leo, kesho watakuunga mkono kwa jina la Yesu. Watakuona leo unapotea. Watakapokuona umesimama kwenye direction, watajua alikuwa hajapotea, ilikuwa yuko kwenye muda wa kujitafuta. Kila binadamu amewekewa saa yake ya kujitafuta na ana saa yake ya kujipata. Watakudharau leo, waambie pole, niko najitafuta. Watakusema vibaya leo, waambie pole, ninajitafuta. Watakutukana na kukusema kila aina ya maneno, waambie ninajitafuta. Utakapojipata, watageuka na kukuunga mkono, na usiwafukuze, wakaribishe kwenye asali yako na maziwa. Maana Mungu wetu sio Mungu wa uchoyo. Haleluya, kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Nikuonyeshe njia ya pili ya sauti ya Mungu. Njia ya pili ya sauti ya Mungu. Njia ya pili. Sauti ya Mungu itaongea na wewe kwa njia ya kukupa ishara na hisia ya ndani. Sauti ya Mungu itaongea na wewe kwa njia ya kukupa ishara na hisia ya ndani. Sauti ya Mungu itaongea na wewe kwa njia ya kukupa ishara na hisia ya ndani. Na hiyo hisia ya ndani itakuongoza kwenye kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi. Sauti ya Mungu itakuongoza kwa kukupa ishara ya hisia ya ndani. Hiyo hisia ya ndani itakuongoza kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi. Sawa sawa na Mhubiri 3:11b. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11b. Mhubiri 3:11b inasema namna hii. Kila kitu amekifanya kuwa kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Kila kitu hapa duniani ni kizuri, ila si kizuri muda wote. Ila Mungu amekifanya kila kitu kuwa kizuri kwa wakati. Na ndiyo maana Mungu atakapokuwa anaongea na wewe, hatoenda nje ya kanuni yake. Roho Mtakatifu atatembea kwenye hii kanuni. Atakuwa anakupa ishara ya kukujulisha. Na hizi ishara utaziona zinakutokea unapokuwa unafanya mambo mbalimbali kwenye maisha yako. Kuna hisia ya ndani. Itakuwa kuna muda inakukataza na kuna muda inakuruhusu. Ile hisia ya ndani itakuwa kuna muda inakukataza na kuna muda inakuruhusu. Kwa katika lugha ya kimwili watu wengi huwa wanaiita machale.
Mtu anakuambia machale yamenicheza, nisiingie hapa. Si umeona, ningeingia na mimi ningekamatwa. Sawa. Yaani mimi nina machale kweli. Nakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa gani anapenda kumfuata rafiki yake kwenye kucheza kamari. Na watu wanamwambia kubeti ni vibaya, usipende kwenda kucheza kamari. Wameweka likamari fulani, mtu anadumbukiza 200, inalia hela zinamwagika chini. Kikilia isipomwagika hela umeliwa hivyo 200 yako. Wala sio hela nyingi, unaweka tena 200 nyingine. Haitoki. 400 hiyo. 200 tena. 200 tena. 200 tena. Kwa unajikuta ghafla 10,000 imeisha. Lakini haikuisha kwa mara moja, ilikuwa ni shilingi ngapi? 200. Sasa jamaa kaga anaambia usiwafuate wenzako, mchezo ni mbaya, mtakuja mkamatwe. Una utapeli, asikii. Siku moja bwana wakaenda. Alipofika pale ikaja hisia ndani yake. Hiyo hisia ikamwambia usiingie. Hiyo ndio inaitwa ishara. Jamaa kuingia. Siku hiyo polisi wakaja wakakamata watu mle wote. Jamaa akarudi anakimbia, moyo unadunda. Akasema yani nina machale mimi, nina machale. Yaani nilipofika pale, machale yakanicheza. Kumbe ukiingia utakamatwa, sikuingia. Masela si wakaingia wakakamatwa. Nina machale kweli. Sasa huyo alikuwa hamuamini Mungu, ndio maana akasema ni machale. Lakini sio machale. Hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu. Inaitwa hisia ya ndani. Kwa kuna muda Roho Mtakatifu atakuwa anakupa hisia ya ndani kwamba hichi kitu usifanye. Utakuwa unalima, atakupa hisia, usioteshe hili zao. Uuzia, otesha uone. Utapata hasara, afu utaanza kusema, afu nilikuwaga nahisi kabisa. Nilihisi kabisa nikiota, yani kwa nini sikusikiliza? Watu wengi wao wanasema hivyo. Na shida inakuja. Wengi tuna mioyo migumu. Tunakujaga kusikiliza tumeshaharibu. Na ndio maana jifunze kutokusema ningejua. Jifunze, kata hiyo kauli kwenye maisha yako. Sikiliza kabla, usiishi kwa mazoea. Siku nyingi sijaotesha karanga, lakini hisia inakwambia usioteshe. Siku nyingi rahe. Siku nyingi rahe. Raha zako zitakuponza za karanga. Sikiliza hisia ndani. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Mimi nasonga mbele na njia ya 3. Ili nimalize tuombe. Kazi yangu ni kufundisha, wewe ni kuelewa na kufanyia kazi. Njia ya 3. Naona bibi yangu anacheka kweli. Njia ya 3. Kwa njia ya kukupa ndoto za unabii wa kesho yako. Roho Mtakatifu ataongea na wewe kwa njia ya kukupa ndoto za unabii wa kesho yako. Roho Mtakatifu ataongea na wewe kwa njia ya kukupa ndoto za unabii wa kesho yako. Ambapo kwenye hizo ndoto atakuwa anakuonyesha mambo ambayo baadaye yanakuja kutokea ukweli. Yaani unaota kitu, baadaye kinatokea kama ulivyoota. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 6, ule mstari wa 34. Mathayo 6:34. Mathayo 6:34 inasema, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku ya maovu yake. Biblia inatuambia tusisumbukie kesho. Kesho itajisumbukia yenyewe. Ina maana mtu anayesumbukia kesho yangu, mtu anayesumbukia kesho yako ni Mungu. Kwa kuwa Mungu amesimama kama mdhamini wako wa kuisumbukia kesho yako, hauna haja ya kuisumbukia. Afu ongezea na Ayubu, kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14 hadi wa 15. Ayubu 33 mstari wa 14 hadi wa 15. Inasema, kwa kuwa Mungu unena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono ya usiku. Usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Biblia inaeleza kwamba Mungu huwa anaongea na watu mara ya kwanza, mara ya pili. Akikuona usikii, anaongea na wewe kwa ndoto. Kwa hili eneo la ndoto, Roho Mtakatifu pia huwa analitumia kuongea na watu. Na ukitaka ujifahamu, kuna muda utakuwa unajiona unaota ndoto. Alafu hizo ndoto zinakuja kutokea ukweli. Mungu atakuwa anakuotesha ndoto fulani. Alafu baada ya siku 2-3 unaona hilo jambo linatokea. Hichi kitu wanacho Wakristo wengi sana. Ukuta mtu anakuambia kabisa, lile tukio linaloendelea niliota. Anakuambia niliotaga, likatokea kweli. Na anakuambia sasa hivi pia nimeota kitu fulani. Nakumbuka mtu mmoja alikuwaga na mimba.
Akawa kila siku anaota utajifungua kwa operation. Akaja mtu mwingine pia akamuotea ndoto utajifungua kwa operation. Amekazana tu. Yaani naota ndoto najifungua kwa operation. Naota ndoto najifungua kwa operation. Siku zikapita, kafika kujifungua, kweli akajifungua kwa operation. Akateseka kweli kwenye kujiuguza. Akawa anasema lakini niliotaga sishangai. Kuna mwingine akawa anaota sehemu fulani patatokea msiba. Anakwambia yani hapa mtaani kuna msiba unakuja hapa. Kwa nimeota. Na kweli unashangaa baada ya muda nyumba fulani kuna mtu anakufa, msiba unatokea. Kuna mwingine akaaga anaota anagombana na mume wake, wanabishana. Na kweli baada ya siku 2-3 wanabishana na mume wake. Anakaa anaumia, anasema lakini niliota. Nisikilize vizuri. Usipuuzie ndoto kwenye maisha yako. Ukiota ndoto, ukaamka, ukajiona ile ndoto inasumbua sana akili yako, inatesa sana moyo wako, hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba huyo ni Mungu yuko hapo, na ndiyo maana hujasahau. Na ile Mungu kukuonyesha haina maana ya kwamba kile alichokuonyesha anataka kiwe hivyo hivyo kama ulivyoona. Amekuonyesha kama unabii ili wewe usimame kukiombea, kuzuia. Amen. Kisiwe kama ulivyoona. Amen. Na ndio maana umeota ndoto operation. Una mamlaka kwa imani kuzuia hiyo operation. Kwamba Mungu nimeota operation. Naachilia damu ya Yesu kwenye hiyo ndoto. Nazuia operation. Itatokea utajifungua, operation haitakuwa. Na wakati mwingine unapoota ndoto, si kwamba hiyo ndoto haitatokea ukweli. Inaweza ikatokea, lakini maombi yatazuia isitokee katika ubaya. Itatokea katika utukufu wa Mungu. Ndiyo maana usipuuzie ndoto. Usipuuzie ndoto. Usipuuzie ndoto, mtu wa Mungu. Hakuna eneo ambalo adui anatumia kupanda magugu kwenye maisha ya watu kama eneo la ndoto. Mimi ninaombeaga watu wengi sana. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, yani siku hizi biashara zangu zinaharibika. Kukaa kumuuliza, akawa anajieleza kwamba aliotaga ndoto nyoka anamng'ata mikono. Na ndio siku ambayo biashara zake zilianza kufa. Biblia inasema nitabariki kazi ya nini? Mikono. Kwa nyoka aling'ata mikono, na maana alikula eneo la uchumi. Alihitaji kuombea. Sasa wewe unaota ndoto nyoka wanakung'ata kiuno, unaacha tu. Mwisho kila siku kiuno kinauma. Kiuno kinauma. Afu kila unapolalamika unasikia Roho Mtakatifu anakukumbusha. Unapata tu kumbukumbu. Niliwahi kuota ndoto nyoka ananing'ata kiuno. Mpendwa, usiwe mjinga namna hiyo. Biblia imeshaweka wazi, msiwe wajinga. Kumbuka, kung'atwa kiuno ndio inaonyesha hapo ulipigwa. Kuna watu labda wanaingia kwenye mahusiano ya uchumba na mwanaume, anataka kumuoa, lakini kila siku unaota anakusaliti. Au unaota anakupiga. Upo tu, huyu mwanaume, mbona naota ananipiga hivi? Unasema au ni adui nini? Sikiliza, Mungu anakuonyesha kwamba hilo ni gumegume hilo. Sio la kuolewa nalo. Afu baadaye linakuoa, unaanza kuja kwa watumishi kanisani. Baba, ananitesa, lakini nilikuwa naota kabla alikuwa ananipiga. Sikiliza, ulikuwa mwenyewe na moyo mgumu ulingangania. Ujue ni vigumu sana kutoka, lakini ni rahisi kuingia. Yaani kuingia hivi kwenye mahusiano ni rahisi kweli, ila kutoka ni ngumu sana. Na ndio maana usidharau ndoto. Alafu kuna vitu vingine sio vya kuombea. Kwa mfano kama uzinzi. Biblia imeandika watu wasiachane kwa talaka isipokuwa kwa uasherati. Wewe unaota ndoto mtu anakusaliti. Dada, kimbia. Uchumba unavunjika. Sio ndoa hiyo, kimbia. Hamna habari eti nampenda, hamna mwingine kama huyu. Mungu ana watu wengi. Kimbia. Unaota ndoto mtu fulani anakudhulumu hela. Alafu unashangaa kesho anakuja kukukopa hela. Naomba unikopeshe 100,000. Wewe si ulimuota amekudhulumu huyo, unamkopesha. Ukishamkopesha hakulipi, unaanza kulalamika. Fulani alipi hela yangu. Ila Mungu alikuonyeshaga anakudhulumu, ukusikiliza sauti ya Mungu. Kwa pointi ya msingi ni kwamba kila ndoto unayoota usipuuzie. Kama ni mbaya, omba kuzuia ule ubaya. Na ukijiona unashindwa kuombea, njoo kwa watumishi uombe pamoja nao. Amen, watu wa Bwana. Amen. Kila pando la ndoto lililopandwa kwenye maisha yako leo litang'olewa.
Tumalizie na pointi ya mwisho, tuombe. Tumalizie na pointi ya mwisho kwa leo, ambapo Mungu ataongea na wewe. Amen. Roho Mtakatifu ataongea na wewe kwa njia ya kukupa ufunuo wa neno la Mungu. Roho Mtakatifu ataongea na wewe kwa njia ya kukupa ufunuo wa neno la Mungu. Hii ndio pointi yetu ya mwisho kwa leo. Roho Mtakatifu ataongea na wewe kwa njia ya kukupa ufunuo wa neno la Mungu. Kwa kuna wakati utakuwa unasoma Biblia. Katika kusoma kwako Biblia, kama vile nilivyoeleza, kila mtu aanze kusoma Biblia. Kwa ninaamini tutaanza. Sasa pale utakapokuwa unasoma Biblia, kuna mistari ya Biblia itakuwa inagusa sana moyo wako. Na kwa baadhi ya Wakristo huwa wanakuwa na tabia, akiona mstari wa Biblia umemgusa sana, wengine huwa wanachola mstari wa peni kwenye huo mstari, kwenye Biblia yake. Anachukua peni, anacholea mstari hilo andiko. Au mwingine anakuwa na daftari yake, anaandika pembeni huo mstari. Sasa nataka nikufumbue macho kitu kimoja kwa uwezo wa Mungu. Kila mstari unaokugusa kwa kiwango ambacho ukajisikia kuucholea peni au ukajisikia kuuandika pembeni, jua huo mstari ndiyo sauti ya Mungu inayoongea na wewe kwa wakati huo. Ani hilo neno lililokugusa, hicho kitu ndiyo Mungu anataka ukifanyie kazi kwa wakati huo. Kwa sababu Biblia ina maneno mengi sana, na kila neno si kwamba linakufaa kwa kila wakati. Ndio maana tena Biblia hiyo hiyo inasema neno linaua na neno linahuisha. Kwa kuna neno kwa wakati huu linaweza likawa ni la kukuua. Hilo neno la kukuua Mungu hataachilia ufunuo ndani yako, ila ataachilia ufunuo katika kila neno ambalo kwa wakati huo ni la kukupa uhai. Kwa ile neno litakalokuwa linakugusa ndio uhai wako kwa wakati huo. Lisome, lizingatie. Ukishaliandika pembeni, kaa kulitafakari zaidi. Hakikisha umelielewa. Alafu ukishalielewa, fanyia kazi kama linavyosema. Amen. Na ukikaa kulitafakari ukiona haulielewi, njoo kwa walezi wa kiroho. Na ndio maana Mungu ameweka viongozi wa kiroho. Mungu hajaweka wachungaji, hajaweka wainjilisti, walimu, wahubiri, hajaweka watumishi kimakosa. Ameweka kimkakati kwamba ukikwama uje uulize wakusaidie. Kwa ukiona kuna neno umelipata lina kugusa, njoo. Umeshindwa kuelewa peke yako, njoo uulize. Mtumishi, nimesoma hapa, sielewi. Mtumishi atatafakari pamoja na wewe, mtaomba wote. Afu nenda kafanyie kazi. Kanda rabo shakarabaseke. Karapa shakarabasiki. Kanda rabo shakarakanda rabasaka. Karapa koria sakarabasheke. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, Mungu tunalisogeza hili kanisa mbele zako. Tazama Mungu, kila mtoto wako aliyoko hapa amesikia hili neno na ameelewa. Na ndani yake umemfundisha njia 4 za sauti ya Mungu. Umemfundisha kuhusu imani. Bwana, anaweza akasikia haya, lakini akiwa hana imani ya kuyatekeleza, hawezi kuyaishi, hawezi kuyafanyia kazi. Yanaweza yakawa tu ni sawa na stori za kawaida. Maana amesikia mafundisho mengi na mengine hayajamsaidia kwa sababu ya kuacha mtunda lidumuyo ndani yake. Ndio maana Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila nafsi ya mtoto wako iliyoko hapa Bwana, ambayo imesikia hili neno, imesikia hili neno, Mungu, katika jina la Yesu, tazama neno lako ni uhai, neno lako ni uzima. Ninaomba Bwana ili neno liachilie mbegu idumuyo ndani ya nafsi ya huyo mtoto wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mbegu idumuyo ikae ndani yako kuanzia leo, ili neno ukaweze kuliishi, ukaweze kulifanyia kazi, katika jina la Yesu Kristo. Kila hali ulionayo ya kusita katika kusikia sauti ya Mungu, ninaamuru iondoke ndani yako, katika jina la Yesu. Hali ya kusita, hali ya wasiwasi, ikuachie kuanzia leo, katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya Mungu ikushukia hapa ulipokaa, hapa unaposikia. Neema ya Mungu ikushukie, neema ya Mungu ikushukie, katika jina la Yesu Kristo. Ili neno lilosikia hapa ukaweze kulisikia, ili Mungu atakapoongea na wewe katika sauti moyoni, imani yako ikapokea hiyo sauti, katika jina la Yesu.
usipuuzie. Mungu atakapoongea na wewe katika ishara, usifikiri ni machale tu ya kawaida, bali imani yako ikapokee kwamba huyu ni Roho Mtakatifu na ukaweze kufanyia kazi katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakapoongea na wewe katika ndoto, usipuuzie hizo ndoto, bali ukapokee na ukafanyie kazi sawa sawa na hekima ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakapoongea na wewe sawa sawa na ufunuo wa neno katika jina la Yesu, ninaomba neema ya Mungu ikushukie, ukalipokee hilo neno, ukalifanyie kazi katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana ipite kwa ajili yako sasa. Neema ya Bwana ipite kwa ajili yako sasa. Neema ya Bwana ipite kwa ajili yako sasa. Ifungue nafsi yako, ifunguliwe kuanzia leo. Nafsi yako iwekwe huru kuanzia leo. Kila vitu vya dunia vilivyokuteka ili usisikie sauti ya Mungu, ili upumbazike katika sauti ya Mungu, ninaamuru vikuachie kwa jina la Yesu. Viachie nafsi yako, viachie roho yako, viachie mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuweke huru kuanzia leo. Sema haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba unisaidie moyo wangu, nafsi yangu na masikio yangu yapokee sauti yako. Nafsi yangu iwekwe huru kuanzia leo katika jina la Yesu. Imani yangu ninaomba iongezeke katika kukusikiliza Roho Mtakatifu, ili kila utakapoongea na mimi, iwe kwa sauti ya ndani, iwe kwa ishara, iwe kwa ndoto, iwe kwa ufunuo wa neno, na katika kila namna utakayoongea na mimi, naomba unisaidie nikapate kukusikia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu, kwa sababu naamini umesikia, naamini utaniongelesha, na mimi nitapokea kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. 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 Tumpigie Yesu makofi ya shangwe.